Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo nafahamiana naye au namfahamu tangu akiwa askofu wa Nachingwea na Tunduru Masasi. Mimi nilikuwa muamini wa parokia ya Kurasini na nilikuwa katibu wa halmashauri ya parokia ya Kurasini, na Mwadhama alikuwa na urafiki wa karibu na mapadri wa Salvatoriani ambao ndio walikuwa wanafanya utume parokia ya Kurasini. Hivyo kumbe tangu akiwa askofu wa Tunduru Masasi amekuwa akifika Kurasini kutoa sakramenti ya kipaimara akiwa anamsaidia baba Mwadhama Laurian Rugambwa. Hiyo ni enzi ya Rugambwa. Kwa hiyo nimefahamiana naye tangu kipindi hicho, na nilikuwa karibu sana na wa misionari wa Salvatoriani na nimefanya kazi nao pamoja mbalimbali. Kwa hiyo hilo lilinifanya nikawa karibu sana na baba Kardinali. Kardinali Pengo alipokuja kutangazwa kuwa askofu mkuu mwandamizi mrisi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, kwa sababu ya yale mazoea ya kuja Kurasini, akawa pia mara nyingi anakuja Kurasini kukutana na paroko, kuongea, na mara nyingi tunakutana. Na ndio siku moja akaniambia, "Katibu, unaonaje hili eneo la pembeni ya parokia baadaye nikajenga nyumba hapa nikakaa karibu na nyinyi?" Nikamwambia kitakuwa jambo zuri sana na litapendeza Mungu na wanadamu pia. Kwa hiyo hivyo ndivyo nilivyoanza kufahamiana na Mwadhama Kardinali Pengo, na nakumbuka mwaka 98 tulikuwa Kurasini ilikuwa inatimiza miaka 100 ya uinjilishaji tangu wa Benediktini wameingia. Sasa nilipewa kazi ya uratibu wa shughuli ile ya miaka 100. Kwa hiyo nilishiriki kumwomba Mwadhama wakati akiwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, alikuwa hajawa kardinali, kwamba yeye tulisema kwamba tuwe na ndoa 100, couples 100 kama ilivyo ile jubileo, na tukamwomba yeye ndiye mwadhimishaji mkuu wa hayo maadhimisho. Ilikuwa tarehe 28 Januari mwaka 1998. Sasa wakati tuko kwenye maandalizi ya mwisho ndio Baba Mtakatifu akabadili mpango wetu, akamteua kuwa kardinali. Na tarehe ile nakumbuka tarehe ambayo ilikuwa kwamba tuwe na shughuli hiyo, ndio tarehe alikuwa anakwenda kuvalishwa kofia ya ukardinali kule Roma. Tukamuomba kwamba tubadilishe tarehe ile, akasema hapana, tusibadilishe kwa sababu ile tarehe ilikuwa ni tarehe hasa sahihi ya ile jubilei. Kwa hiyo akamuomba askofu wa Tunduru Masasi wakati ule kuja kuongoza hayo maadhimisho. Kwa hiyo yeye akawa amekwenda Roma. Kwa hiyo ndio mbalimbali namna ambazo pia nimekuwa karibu na kardinali. Kitu kingine ambacho tulianza na kardinali ni kwamba alipokuja, alizoea mara nyingi kuja parokia ya Kurasini, na wakati ameshakuwa askofu mkuu wa Dar es Salaam, na kukawa na sherehe ya chekechea. Sasa nikamshauri paroko pamoja na mkuu wa chekechea kwamba kuna sababu ya sherehe ya watoto kuimbwa na kwaya ya watu wazima, watoto wenyewe wa chekechea waimbe kwaya. Sister pamoja na paroko akaniambia haiwezekani, watoto hawawezi kuimba nyimbo za misa nzima na itaongozwa na kardinali. Nikamwambia kwamba wanaweza. Wakaniambia sasa usimamie wewe swala hilo, uandae. Nikaandaa watoto wakaimba vizuri sana ile misa, na kardinali akashangaa sana. Sasa kumbe baada ya misa akawa amemuuliza paroko, nani amefanya mambo haya? Akamueleza. Mimi wakati huo nilipewa kazi ya kuwa mlezi wa watoto. Kulikuwa baada ya kuja na watoto mtakatifu kwenye parokia Kurasini wakati huo.
Lakini mimi nilikuwa nalea watoto na watoto wangu walikuwa wanavaa suruali nyeusi na mashati meupe, wa kike sketi nyeusi na shati nyeupe. Tulikuwa tunafanya makongamano, matamasha na nini ya watoto na ya vijana. Sasa siku ya 3 baada ya tukio lile ilikuwa siku ya Jumamosi, Jumatatu, Jumanne yake akaja sister anaitwa Sister Deo kutoka hapa St. Joseph, ambaye sister yule nilipofuatia historia ndio ambao walitumwa Kampala Uganda pamoja na Baba Nzigirwa wakati ule akiwa Padre Nzigirwa kwenda kusomea mambo ya kujifunza mambo ya kuanzisha utoto mtakatifu hapa Tanzania, jimbo kuu la Dar es Salaam. Akaja akaniletea vitabu, akaniambia, baba askofu mkuu amesema nikupatie vitabu na usome ufahamu habari hizi za utoto mtakatifu. Ndipo nilipoanza sasa kuwa karibu na kardinali na mambo ya utoto mtakatifu. Na ndipo kwa hiyo mimi, kwa sababu nilikuwa moyo wangu kweli uko kwa watoto, na nikukumbushe tu mpenzi mtazamaji kwamba hata baba askofu Methodius Kilaini maneno yake aliniambia kwamba baba kardinali moyo wake uko katika vitu viwili, kwa watoto na mafia. Kwa hiyo mkimwangusha katika mambo hayo mawili, hata shughuli zake za uchungaji zinaweza kuwa haziendi vizuri. Na ni kweli, ni wazi kwamba baba Pengo alikuwa kwa kweli anapenda sana uinjilishaji wa pembezoni. Ndio maana mafia tutuma kule Utete, tulikwenda kule Kimbiji, na hata kwa maneno yake mara nyingi alieleza, kwa sababu utoto mtakatifu tulikuwa tunamsaidia kufanya uinjilishaji huo wa sehemu za pembezoni. Kwa hiyo Mwadhama ndivyo nilivyoanza kumfahamu, na ndivyo tulivyoanza kuwa kwa karibu. Na mara ya mwisho paroko wa Kurasini akawa mwaka 2002 mwanzoni hivi. Paroko wa Kurasini akaniambia kwamba baba kardinali anatafuta dereva wa kumuendesha na amekupendekeza wewe. Nikamwambia, baba paroko, mimi siwezi kuendesha mtu mkubwa namna hiyo. Mimi dereva wangu kwa kweli, mimi ni driver wa tangu mwaka 82 na hiyo ilikuwa 2002, lakini uwezo wa kuendesha kardinali, nikamwambia, baba paroko, uwezo sina. Basi nafikiri sijui alimjibu au hakumjibu, sikujua. Siku moja ambayo sikumbuki ni mwezi wa ngapi ni tarehe ngapi, baba kardinali akaja jioni pale Kurasini na mimi nilikuwepo. Akaniambia, katibu, walizoea kuniita katibu kwa sababu nilikuwa katibu wa halmashauri wale, na ni jina ambalo lilizoeleka kabisa kuitwa katibu. Hata sasa hivi wana Kurasini wengi wananiita katibu hivyo hata wakikutana na mimi. Akaniambia, katibu, nina shida. Gari yangu imegongwa, twende ukaangalie gari yangu. Tukatoka parokiani mimi na yeye na paroko. Paroko alikuwa mzungu Mpolish. Tukaja naye mpaka pale kwenye gari kwetu, tukaona gari imegongwa. Akaniambia kwamba amegongwa na daladala na amegongwa hapo karibu na Dawasco. Ilikuwa Dawasco hapa, siku hizi haipo, hapo karibu na SGR. Aligongwa hapo na daladala. Tukasikitika sana. Sasa huyu mzee wa watu na mimi nakataa kumwendesha, lakini bado nikawa na wasiwasi wa kumwendesha, sikukubali bado. Lakini kwa ubatizo baba kardinali akaniambia, jioni ya leo nakwenda Roma, kwa hiyo nakuomba unipeleke kiwanja cha ndege, na narudi tarehe fulani unipokee kiwanja cha ndege, na pia nakukabidhi hii gari, utapeleka gereji ambayo unaifahamu wewe, iweze kutengenezwa na paroko atalipia gharama zote, nikirudi nitalipa. Basi nikafanya kama nilivyoelekezwa na askofu kardinali. Kama mbatizwa uwezi kukataa, na nikampokea siku hiyo kiwanja cha ndege, nikamleta nyumbani. Ilikuwa usiku, nafikiri ilikuwa ni ndege ile ilikuwa ni shirika la ndege la KLM. Ilikuwa usiku. Akaniambia, asubuhi na kuomba unipeleke St. Joseph. Ndivyo nilivyoanza kumwendesha Kardinali Pengo. Asubuhi yake nikamleta St. Joseph, jioni nikarudi kumchukua, nikamleta, nikamwacha, nikaondoka kufanya shughuli zangu.
Baadaye nikaja kumchukua jioni, tukarudi, na kesho yake kama karibu na wiki siku hiyo akaniambia, kesho naomba tukienda usiondoke haraka, baba askofu Method Kilaini ana maongezi na wewe. Kwa nikamleta asubuhi, nikasubiri baba askofu Method Kilaini akaja kwenye milango ya 2:00 hivi, tukakaa. Baba askofu Method Kilaini akaniambia, maneno yanayokuambia ni ya karibu ya 3/4 ya maaskofu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Maaskofu wameshauri kwamba baba kardinali asiendeshe gari mwenyewe, na unavyoona kwa wadhifa wake hapaswi kuendesha gari. Na baba askofu, baba mwadhama, katika watu wote, wawe ni mapadri, wawe ni mabradha, wawe ni nani, amekupendekeza wewe kuwa dereva wake. Kwa hiyo tunakuomba rasmi, nimekuita hapa kukuomba rasmi kwamba ukikubali kuanzia leo uwe rasmi dereva wa Kardinali Pengo. Mimi nimebatizwa siku ya 7 baada ya kuzaliwa. Sasa Mkristo Mkatoliki unaambiwa na askofu juu ya kardinali, una namna, inabidi ukubali. Nikamwambia kwa msaada wa Mungu nakubali. Kwa hiyo tangu siku hiyo ndio nikawa dereva wa baba Kardinali Pengo. Kwa hiyo kuanzia 2002 nikawa dereva wake. 2003 nikaajiriwa rasmi kama mfanyakazi wa jimbo, kama dereva wa kardinali na afisa uhusiano jimbo 2003, na ndio sasa kweli nikawa rasmi dereva wa Kardinali Pengo, na mara nyingi kwa kumpeleka safari. Hasa ilikuwa kila siku asubuhi tunakuja wote na kurudi naye jioni, alafu na tunasafiri safari za mbali. Tumesafiri naye safari za mbali. Nakumbuka safari ndefu zaidi ni safari ya kutoka Dar es Salaam mpaka Sumbawanga, mpaka parokiani Mwanji alipozaliwa. Tumekwenda ni kilomita 1100 na kitu na 48 nafikiri kutoka hapa nilivyokuwa nimetega. Kardinali Pengo alikuwa anathamini sana ni familia. Wakati huo na mwendesha baba kardinali, ikawa sasa namwendesha siku za kipaimara. Kwa hiyo Jumamosi na Jumapili zote nakuwa niko kwenye harakati na nini, siku za kazi niko kwenye harakati. Sasa baba kardinali akasema, wewe hupati nafasi ya kukaa na watoto wako. Kwa hiyo sasa inabidi tutafute namna nyingine ya siku za kipaimara nitakuwa naenda na masista, kwa sababu sasa wewe unakuwa huna nafasi ya kukaa na watoto. Na nikikusisitiza kwamba anapenda sana na anaheshimu sana familia, alikuwa tukiwa na safari ndefu ananiambia siku 2-3 kabla, naambia ukamuombe mke wako, aikubalia ndio uje uniambie twende. Kardinali mwajiri wangu kardinali na ni mwajiri wangu ananiambia ukamuombe mke wako, aikubalia ndio uje uniambie kwamba twende. Kila wakati ananiambia tukisafiri, tukienda, ananiambia umepiga simu nyumbani, umempigia mke wako nyumbani, wameamka salama? Ukumbuke Kardinali Pengo hana simu hakuwa na simu. Sijui kwa sasa baada ya mimi kutokuwa naye kwa karibu sana, lakini hakuwa na simu mwadhama kardinali. Ukiwa naye wewe ndio simu yake. Maana yake ni kwamba simu yangu lazima wakati wote iwe iko vizuri, kwa sababu wakati fulani anaweza kuambia kwamba naomba kuongea na fulani, kwa hiyo mpigie. Kwa hiyo nilikuwa na namba za simu za maaskofu, za makatibu wa majimbo na nini, mara nyingi kwa sababu ya sasa kwamba baba kardinali anaweza kuniomba nitafute mtu fulani alafu niweze kumpata au nisiweze kumpata na nini. Kwa hiyo
ilikuwa vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kwa kweli nimekuwa na kardinali niongeze lingine, ni mtu wa sala. Mnaweza mkatoka wawili, tutoka wawili hapa Dar es Salaam kwenda Dodoma. Tumeondoka hapa, tuliondoka nafikiri saa 12 asubuhi. Ameanza na Braviere, amemaliza ameanza Rosari. Maliza. Na unajua Kardinali Pengo hana mazungumzo marefu. Hata ukianzisha mazungumzo wewe, mtaongea kidogo, ukikata wewe na hapo ndio imekatika. Sio kwamba yeye ataanzisha tena. Lakini mtu anapenda mizaha na kuchekesha. Mizaha na kuchekesha, tulikuwa tunataniana. Tulikuwa tunataniana sana. Tena tulikuwa tunatania sana mpaka namwambia wewe sio Mchaga unanitaniaje? Sasa mimi pia namtania. Kwa mfano tulipokwenda Sumbawanga, wakati tunaelekea kule seminari ya Kaengesa, ilikuwa tunakwenda kwenye jubilea ya miaka 50 ya Kaengesa, nafikiri kitu namna hiyo. Njiani tunapita tunakuta ng'ombe wanakula majani katikati ya mahindi, lakini hawali mahindi. Na ng'ombe wanalisha na nguruwe vitimoto hawa, wanakula pamoja. Nikamwambia bwana kardinali, hao ng'ombe au vile mnaambiwa wafipa ni wachawi. Hao ni kweli, mbona naona ng'ombe wanagulishwa hapa wanakula majani hawali mahindi? Akasema inaonekana wamefundishwa. Ni kama vile unavyowafundisha watoto, unawalisha vitu, unawafundisha na wanafanya kile ambacho umewafundisha. Sasa na wao ng'ombe wamefundishwa mpaka wanafuata namna hiyo hiyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anapenda utani, tunataniana. Tukipita mahali pengi tunapita vibao vimeandikwa mganga kutoka nyanda za juu kusini Sumbawanga, na mbona sasa moja mna kibao kimeandikwa mganga kutoka Opareni. Nini basi mambo kama hayo na nini, na yeye alikuwa ananiambia habari za Opareni nyingi, habari za samaki, habari za kula ugali na picha ya samaki na nini. Basi tunacheka naongea. Kwa hiyo ni mtu alikuwa anapenda maongezi, lakini hana nani. Kama nimeona kwenye clip moja alikuwa wanamuuliza kuhusu upenzi wa mpira. Kwa kweli yeye alikuwa hana hayo mambo. Mara nyingi nilikuwa namwambia leo Simba na Yanga wamecheza sijui nani amefunga. Anasema sasa kwa mfano wakishinda kuna malipo fulani. Sasa na nyewe washabiki na nyewe kuna malipo fulani mnapata au inaishia huko? Naambia inaishia huko kana. Sasa basi hakuna sababu ya kushabikia, maana wengine anakuwa kama waamini na nini. Kwa hiyo ni mtu alikuwa anapenda, kama nilivyosema, ni mtu wa sala. Hili kanisa la kuabudia, niseme kwamba yeye ndiye amelitumia zaidi ya kiumbe mwingine yoyote. Kwa sababu akiwepo hapa, tukija asubuhi kazini, akishuka kwenye gari, mimi nampokea begi, yeye anaingia kwenye kanisa la kuabudia. Na jioni tukitoka, anaingia kwenye kanisa la kuabudia, ndio anaingia kwenye gari tunaondoka. Ndio ilikuwa mtindo wake. Na mara nyingi alipokuwa analala hapa St. Joseph, kwa sababu wakati mwingine alikuwa analala hapa St. Joseph. Siku moja nilikuja na mimi kwa mkesha, nikakuta usiku wa saa 7 yuko Kardinali Pengo kwenye kanisa la kuabudia. Nikashangaa kweli kweli. Lakini kwa kweli alikuwa ni mtu wa sala kweli kweli. Na ni mtu ambaye anashika muda. Kardinali Pengo, kama wewe ni mtu wa kutoshika muda, hamtaweza kuwa marafiki. Kwa sababu akikwambia tutaondoka saa 12, maana yake saa 12 kasorobo yuko chini na begi lake anazunguka. Kwa hiyo unapaswa wewe umeshawahi ili umpokee begi kwa heshima uweze kuliweka. Na yeye akiona umeshakuja na umeshaweka begi na gari liko tayari, anapanda, mnaondoka. Mara nyingi tumekwenda kwenye parokia zile ambazo tumekwenda bila taarifa. Tumekwenda maparoko wamemkuta sakristia kwa ameshavaa. Paroko anakuja anamkuta tayari ameshavaa. Nakumbuka mara moja tulikwenda Kipaimara, ilikuwa Mbagala zake. Sasa tumefika kule mapema sana, tukaingia kwa paroko, tumekunywa chai na nini. Mimi nikatoka nazunguka.
nikaona makatekista wanapanga watoto getini. Nikamwambia mbona mnapanga watoto getini? Wakasema kwa ajili ya kumpokea askofu. Nikamwambia askofu yupi? Wakasema Kardinali Pengo. Nikamwambia kardinali alishaingia, msihangaike. Sasa walikuwa hanijui, huyo nilikuwa namwambia. Kwa hiyo akaniambia wewe hujui. Nikaona ngoja nisipate shida. Nikamwacha. Nikaenda nikamwambia paroko, katekista wako anapanga watoto mlangoni kule, sasa hanifahamu. Kwa hiyo mimi nimejaribu kumweleza, hakujua. Kwa hiyo mueleze watoto waende kanisani, kwa sasa mnapaswa kwenda kuvaa na kwa ajili ya kuanza kipaimara. Kwa hiyo wewe usipoangalia unaweza kumkimbiza nyuma. Nakumbuka parokia fulani paroko alikimbiza nyuma. Yaani nani ya ministrant huyo ameshakuwa tayari na yeye alishavaa. Kaweka ubani kwenye cheteso, bariki, safari inaanza, paroko anakuja anavaa haraka haraka, mfanya kukimbiza kwenye msafara kumwahi kardinali. Kwa hiyo kardinali alikuwa ni mtu anaheshimu sana utu wa mtu. Lazima tukisafiri, tukifika mahali, hakikisha kwamba nimepata mimi mahali pa kulala. Anauliza dereva wangu, sasa nimeuliza dereva wangu. Kwa hiyo tunakuwa wakati mwingine safari nyingine. Kuna safari ambazo tulikuwa tunasafiri wawili tu. Kuna safari ambazo tulikuwa tunasafiri na masista na mapadre. Sasa akifika anataka kuhakikisha kwamba nimepata mahali pa kulala. Unajua wenyewe masista mtawatafutia tu, kwa sababu nyewe watu wa kanisa mnaangaliana wenyewe. Lakini je, dereva wangu tena nataka mumpe mahali pa kulala jirani na mimi, sio mbali sana na mimi. Kwa hiyo na mimi nakaa kwenye executive. Sasa jirani naye manake itakuwa na mahali fulani executive. Kwa hiyo alikuwa anaheshimu utu, alikuwa na upendo. Unajua Kardinali Pengo, watu wengine wanasema ni mkali. Wazi Kardinali Pengo ni mkali. Kama mtu ukifanya kitu ambacho sio sahihi, hakiendi kwenye njia, ni mkali. Mimi sina kumbukumbu nzuri ya wakati aliponifokea Kardinali Pengo. Sina kumbukumbu nzuri. Au sina kumbukumbu mahali ambapo ameniambia kwamba punguza mwendo au ongeza mwendo. Yeye anakuambia kwamba tungefika mahali fulani muda fulani. Sasa wewe utapima mwenyewe namna gani. Yeye tena akishasali sala zake akachoka, kama ni safari ya mbali, anasinzia zake. Ndio utalikanyaga mwenyewe, utakwenda na nini. Basi. Kwa hiyo ni mtu wa namna hiyo. Kardinali Pengo ndiye alikuwa tayari kuendesha mwenyewe gari ili niende na watu wa Tumaini Media Bondwa. Kama kwa kukumbusha tu kwa wale ambao hawajui, mimi ndiye mtu wa kwanza kupanda mlima Bondwa kwenda kupeleka mitambo. Tulipotoa mitambo pale Kibaha, tukaipeleka Bondwa. Nakumbuka wakati huo tulikwenda na Padre Joseph Matumaini, yeye alibaki pale kijijini, wakarudi na marehemu mama Chilambo wakarudi mjini. Sisi tukapanda mlimani. Mimi ndio niliongoza kundi kwa niaba ya jimbo kwenda mlimani na mpaka kufunga mitambo ya redio. Bondwa ni mlima ambao uko Morogoro. Hapa Morogoro mjini, kwa watu wale wanaofahamu Morogoro mjini, usawa wa nyumba ya mkuu wa mkoa, kuna mlima unapanda juu, kunaitwa mlima Bondwa. Hata ukiwa pale mjini siku ambayo hakuna mawingu, utaona kuna minara kule juu kwenye ule mlima. Ndio huo mlima unaitwa mlima Bondwa. Ndio mlima wa kwanza ambao tumekwenda kufunga mitambo ya Tumaini Media ili tuanze kutoka nje ya Dar es Salaam. Na hiyo ni Kardinali Pengo alinituma nihakikishe kwamba na kwenda na kuhakikisha mitambo hiyo inafungwa na kuanza kuonekana. Na niseme nimepanda huo mlima Bondwa, nimepanda mara 26. Mara 26. Kwa sababu kila wakati kulikuwa na tatizo, Kardinali Pengo alikuwa ananituma, peleka mafundi Bondwa. Kwa hiyo naondoka hapa, napeleka mafundi Morogoro, tunaacha gari kwenye kijiji, tunatembea kwenda mlimani Bondwa. Kwa hiyo kwa kweli kuhusu
Tumaini Media kwa kweli mzee alikuwa anaifuatilia na tulikuwa tunasikiliza daima Tumaini Media kwenye gari yetu. Tulikuwa tunasikiliza daima Tumaini Media kwenye gari yetu, na kuna wakati ambapo mtu akitangaza kidogo akiteleza, tulikuwa tunapiga simu. Nilikuwa napiga simu moja kwa moja, we mzee anasema nani amekufundisha hilo? Yeye Mwadhama kukukatisha kitu kama unakwenda ndivyo sivyo. Yeye Mwadhama alikuwa hataki magari ya paki usawa wa groto, mbele ya groto au mbele ya kanisa la kuabudia. Siku moja mtu mmoja alipaki mbele ya kanisa la kuabudia na misa ilikuwa inaendelea. Unajua, aliposhuka kwenye gari aliingia kanisani mpaka mimi nasaidia kuondoa watu wa asubuhi. Nakumbuka wakati huo alikuwa Father Ali Sabakubi ndiye alikuwa paroko hapa. Anaongoza misa, akashangaa kardinali anapanda. Alikuwa ndio anataka kusema salini ndugu, akanyamaza kimya. Kardinali akapanda pale, kusani nimemfuata haraka haraka, nikamwashia kipaza sauti, akasema misa haitaendelea mpaka aliyeweka gari mbele ya Ekaristi aondoe. Kwa hiyo alikuwa na misimamo iliyonyoka. Alikuwa hapendi mambo yaliyopinda pinda. Alikuwa na misimamo iliyonyoka. Na daima alikuwa ananiambia jitahidi wafundishe watoto mambo ya kikanisa. Waelekeze ili wafahamu kwamba kanisa linasema nini. Najua wewe unajua mbwembwe na nini, lakini huweki mbwembwe kwenye mambo ya liturujia. Kwa hiyo hakikisha unawafundisha watoto wafuate. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anapenda mambo yaende. Kardinali Pengo alikuwa anapenda kusikiliza ushauri. Ukija kumshauri kitu, anakusikiliza kwa makini sana 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 sana. Atakaa anakusikiliza kwa makini na atakujibu kwa utaratibu na atakuelekeza kwa utaratibu. Kile ambacho ataona kwa hapa sio atakwambia, lakini atakwambia kwa utaratibu. Hawezi kukuambia Kardinali Pengo, mimi nimekuwa bahati nzuri mimi nimekuwa niko kamati tendaji ya jimbo ya halmashauri ya walei. Kwa hiyo tulikuwa tunakuja kama viongozi tunaongea na kardinali. Nimekuwa kwenye kamati tendaji ya utoto mtakatifu kama mwenyekiti, nimekuwa nakuja naongea na kardinali. Nimekuwa kama afisa uhusiano wa jimbo. Kwa hiyo kuna mambo ambayo nimepaswa kwenda moja kwa moja kuongea naye. Na kama unakumbuka wakati fulani kwa kipindi kirefu kidogo kukaa hakuna katibu, nilikuwa nafanya na kazi za katibu za jimbo. Nilipewa barua hiyo, nilikuwa nafanya kazi za katibu za jimbo na nini. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi direct na baba kardinali. Kwa hiyo ndio maana nasema namfahamu vizuri kwamba ni mtu msikivu, anapenda kusikiliza ushauri, anapenda kusikiliza mtu. Kama alivyosema anapenda familia. Mtu akija kuongea naye kuhusu swala la familia, kwa kweli ni msikivu na analisikiliza vizuri sana. Na atatafuta watu watakao uweza kumshauri, kuweza kurekebisha swala lile au kufanya swala lile liende kama linavyotakiwa. Uone kama anaheshima na kujishusha. Anakuja kwa mfano shirika jipya la mapadri au watawa wanakuja. Kwa hiyo mimi nashughulika pia na mambo ya vibali vya mapadri na watawa kuishi hapa nchini ambao wanafanya kazi hapa jimboni. Ataondoka naye kwa ofisini kwake kuja ofisini kwangu. Unakuta huyu amegunga gogo. Karibu. Kletus uko ofisini? Yeye alikuwa amezoea kuniita Kletus, hajawahi kuniita Majali. Kwa mlango anaingia, pia naomba unisaidie hawa wasikilize, uweze kusaidia. Naomba sikiliza hilo neno vizuri. Naomba. Huyo ni kardinali mkuu wa jimbo, mwajiri wangu, anakuja kuniambia naomba. Alikuwa tukija pale kamati tendaji ya utoto mtakatifu, anatuambia naomba, kuna kipindi fulani hali ya hewa ya kisiasa hapa nchini ilichafuka kidogo. Akawa ametoka Mwanza
kwenye waskofisho wa Baba Nkwande, ilikuwa kule jimbo la, kabla hajaenda Mwanza, Baba Nkwande alikuwa jimbo la Bunda. Alipomsimika kule Bunda, alitoa maneno fulani ya kuelekeza maadili fulani kwa viongozi na nini. Inaonekana wanahabari hamkuandika popote wala hamkuitangaza popote. Kwa hiyo akaja akatuita kamati ya Watoto Mtakatifu, akasema naomba kwenda kusana na watoto Pugu, wakati ambao si wakati ule wa mwezi wa 6 tunakwenda kwa kongamano, mwezi wa 12 au nini. Sasa naomba kwenda kusana na watoto Pugu. Hebu tuangalie Jumamosi gani, tukaangalia hapa, akasema Jumamosi hapa naomba nikasana na watoto Pugu. Inabidi tu arrange watoto, tuongee na maparoko, waleze watoto mtakatifu, tuombe watoto, wakaenda Pugu. Ndio siku ambayo akasema, na kama unakumbuka ndugu mwandishi, akasema hata nyinyi Tumaini Media au kiongozi, kama hamtaandika hili na hamtatangaza hili, mawe yatatangaza, mawe yatasema. Ukitafuta kwenye nani library yenu mtaiona. Ilikuwa ni Pugu, wakati ametuita sisi Utoto Mtakatifu tuende na watoto tukasali kuiombea taifa. Akasema nataka tukutane na watoto Pugu, tusali kuliombea taifa. Tukasali kuliombea taifa, na ndio akatoa mahubiri hayo. Akasema nimehubiri kule Bunda na hakuna gazeti liloandika wala chombo chochote cha habari kilichotangaza. Sasa na nyinyi Tumaini Media na kiongozi, msiposema mawe yatasema. Ilikuwa ni pale Pugu. Kwa hiyo uone kwanza alivyokuwa anathamini watoto, kwamba watoto ni sehemu yake kubwa ya kuweza kufikisha ujumbe kwa Mwenyezi Mungu, kufikisha ujumbe kwa watu. Ndio uinjilishaji tuliofanya na Utoto Mtakatifu pembezoni, maana yake huko Mafia, ambao alianzisha kwa kila mwaka mwezi wa 10. Na ujue nikwambie, upendo na watoto, yule mzee alikuwa yuko ana mambo mengi, lakini tunakwenda Mafia, anakuja Msimbazi kuwaaga watoto, na atakuja Mafia na anaambia watoto, na nyie muende, tutakutana huko, na kesho kutwa nitakuja huko, tutakutana huko, viongozi wenu watawaambia. Lakini anakuja kutuaga na kutoa baraka. Sasa ikitokea kwamba sio yeye ataenda askofu msaidizi, wakati ule Baba Kilaini atakuja pale, atatupa baraka, atasema na watoto, baba askofu atakuja huko, naomba msikilize mafundisho vizuri, mimi nimekuja kuaga. Ikiwezekana, kwa sababu mkija hamji kwa pamoja, sitaweza kuwapokea, lakini nitakuwa na nyinyi kwenye sala, nitawaombea muende salama na kwenda na kurudi salama. Unaona kabisa kwamba anaona ningeenda mimi labda hii, lakini basi ni katika utaratibu wa kawaida na nini. Kwa hiyo walikuwa na zamu fulani na maaskofu. Hata walipokuja nani Baba Nzigiro na Baba Libena, tukawa tumekwenda wote, tulishakwenda nao. Akaja Baba Mdoe na naye, akaja sasa Baba Musomba na Baba Mchamungu, tumekwenda nao kule na nini. Kwa hiyo ile neno la Baba Askofu Kilaini kwamba roho ya iko Mafia na Dar es Salaam. Wakati fulani alipougua sana, akapelekwa, nafikiri la mwisho alikwenda Marekani. Ndio aliporudi, ndio alipokuwa anatembea na mkongojo ule, na alikuwa dhaifu kidogo. Sasa ilikuwa ni karibu na safari ya Mafia. Tukamwambia Baba Mwadhama, sisi tunakwenda Mafia. Akasema nakwenda na nyinyi. Watu wengi kwa kweli walipiga kelele sana, wakasema nyinyi Utoto Mtakatifu mmempeleka mzee Mafia. Atikupeleka mzee, amesema anakwenda. Askofu utamwambia baba usiende. Kwa kweli alikwenda, wakati ule alikuwa bado ndio amerudi tu, lakini kweli tulikwenda na Mafia na tukaenda tukafanya shughuli zetu kule. Ingawaje hakuzunguka sana kama alivyozoea kuzunguka na kurudi, sababu kule Mafia alizoea kuzunguka. Tulikuwa tunaenda naye huko kwenye vigango, anatembea kwa miguu sehemu ambazo mimi majani nachoka kidogo, lakini mzee yule anakwenda. Tulikuwa na kule Kanga, kuna sehemu kule Kanga ambayo mpango wetu ni kujenga kituo cha hija. Lile shamba tulikuwa tunalizunguka lote
lote kule porini anazunguka anatembea. Nilikuwa naangalia leo klipu fulani za kule Kanga wakati tunatembea naye. Sasa mzee alikuwa na nguvu kweli kweli. Kwa hiyo ndio kama hivyo, kwa kweli alikuwa mchungaji na alikuwa anathamini kazi yake ya uinjilishaji. Anathamini kazi yake ya uinjilishaji. Ukicheki, ukiongea na Waka watakwambia, ukiongea na Wawata watakwambia, na namna ya pekee Utoto Mtakatifu Viwawa wanakuambia namna gani alikuwa anathamini kazi zake za kichungaji, kama hata mapadri wanavyojua.